Marekani imezishutumu baadhi ya nchi za Ulaya ambazo zinamchochea rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky asikubaliane na usitishaji wa mapigano kati ya nchi yake na Urusi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amezishutumu serikali za kigeni ambazo hazikutajwa jina kwa kuzuia juhudi za kumaliza mzozo wa Ukraine, huku akimpongeza rais wake Donald Trump kwa kuongoza mazungumzo ya upatanishi wa amani kati ya Moscow na Kiev. Kulingana na Rubio, mpango wa kidiplomasia wa Trump umekabiliwa na upinzani kutoka kwa serikali zingine, ingawa hakutaja nchi maalum. Lakini mataifa ambayo yamekuwa mstari wa mbele kwa ajili ya Ukraine kuendelea na mapambano ni mataifa mengi kutoka Ulaya. Yapo mataifa kama vile Ufaransa, lakini pia Uingereza pamoja na Ujerumani ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa yakichochea Ukraine kwa ajili ya kuendelea na vita hivyo. Kadhalika Umoja wa Ulaya nao pia katika siku za hivi karibuni ulitangaza kuidhinisha mabilioni ya dola kwa ajili ya kuisaidia Ukraine, licha ya kwamba Marekani ipo katika mchakato wa kuhakikisha vita baina ya Ukraine na Urusi vinatamatika. Kwa mujibu wa Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa nchini Marekani, anasema umefanya hivyo licha ya vikwazo kutoka kwa nchi nyingine na wengine ambao labda wana maoni tofauti kuhusu jinsi hii inapaswa kwenda. Rubio alisema, mwishowe nadhani nafasi pekee tulionayo ya amani ni kupitia uongozi wa rais. Aliongeza pia bwana Marco Rubio, maafisa wakuu wa Urusi na Marekani walifanya mazungumzo ya saa 12 mjini Riyadh nchini Saudi Arabia siku ya Jumatatu, yakilenga suluhisho katika mzozo wa Ukraine na kuhakikisha usalama wa bahari katika Bahari Nyeusi. Hata hivyo, pande hizo mbili bado hazijatoa maelezo wala kutangaza matokeo ya majadiliano hayo hadi wakati huu. Akizungumza wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri katika ikulu ya White House kabla ya mazungumzo kukamilika, Rubio alisisitiza kwamba mzozo huo unahitaji kukomeshwa kupitia mazungumzo na sio njia za kijeshi, na akamsifu Trump kama kiongozi pekee duniani ambaye ana uwezo wa kuleta pande mbili mezani. Kufuatia simu kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani wiki iliyopita, Moscow na Kiev zilikubaliana kusitisha mapigano kwa sehemu ya kuahidi kusitisha mapigo katika maeneo ya miundombinu ya nishati kwa siku 30, licha ya kwamba jambo hilo limeshindikana kutekelezwa, kwani kila upande umekuwa ukishutumu upande mwingine juu ya kufanya mashambulizi katika miundombinu. Walakini wizara ya ulinzi ya Urusi tangu wakati huo imeripoti makombora mengi ya Ukraine katika vituo vya nishati vya Urusi, na hii ni kupitia msemaji wake Dmitry Peskov, ambaye amesisitiza kuwa licha ya ukiukwaji wa Kiev, Moscow itaendelea kushikilia usitishaji wa makombora katika maeneo yenye nishati huko Ukraine. Katika mahojiano siku ya Jumapili, Peskov pia alisema kuwa badala ya kutafuta amani na kushughulikia sababu kuu za mzozo, nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya sasa zinajadili kutumwa kwa wanajeshi wa NATO katika ardhi ya Ukraine. Sera hii iliyoenea ya kijeshi ya Ulaya hakuna njia nyingine ya kuielezea, ni ngumu kuielewa, alisema. Sera ya Umoja wa Ulaya kuhusu mzozo huu wa Ukraine imekuwa ni kama kitendawili. Wakati wengine wakipambana kutatua mzozo, wengine wanatamani mzozo huo zidi kuendelea. Mvutano kati ya Washington na wanachama wa NATO wa Ulaya umeibuka tena baada ya Trump kushika madaraka mwezi Januari. Utawala mpya umeshinikiza kutatuliwa kwa haraka kwa mzozo wa Ukraine na unapanga kuhamisha majukumu ya usalama hadi Ulaya mara tu makubaliano ya amani yanapowekwa. Kufuatia mkutano wa dharura mjini London mapema mwezi huu, Uingereza na Ufaransa zimeashiria kwamba wako tayari kutuma walinda amani wa magharibi nchini Ukraine mara tu usitishaji mapigano utakapofikiwa. Moscow imekataa pendekezo hilo, ikisema kuwa haina tofauti kwa kisingizio gani wanajeshi wa NATO wanaingia nchini humo. Rais wa zamani wa Urusi Dmitry Medvedev alionya kwamba hii inaweza kusababisha vita vya moja kwa moja kati ya kambi ya kijeshi na Moscow. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi wakati wote na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Utapata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.